msajili wa vyama vya siasa akifutilie mbali Chadema. Chadema ni chama cha vurugu ambacho kwa kweli kwanza kistahili kwa nchi. Yaani wale wanatakiwa wawe hata Kongo huko. Karibu sana msikilizaji katika kituo hichi ili niweze kukufahamisha na kukusogeshea karibu taarifa ambazo zimeendelea kutokea katika taifa letu tukufu la Tanzania. Msikilizaji, taarifa ambazo zinanifikia siku ya leo ni kuhusu mwenyekiti wa vijana ambaye amezungumza waziwazi na kuweza kutaka chama cha Chadema kiweze kufutiliwa mbali. Amesema kwamba msajili wa vyama aweze kuhakikisha kwamba chama hicho kimeweza kutolewa kwenye orodha ya vyama nchini Tanzania, kwa sababu ambazo ameweza kuzitoa kwenye taarifa hii na ambazo nataka nikujuze kwamba sababu zake ni zipi na ni kwa nini anahisi kwamba chama cha Chadema kinapaswa kufutiliwa kwenye listi ama orodha ya vyama nchini Tanzania. Naomba nikusomee taarifa hii msikilizaji. Nasema hivi: mwenyekiti wa wanaharakati vijana Frank Lungwana amemtaka msajili wa vyama vya kisiasa kuangalia kwa ukaribu mwenendo wa chama cha demokrasia cha maendeleo kwa mabano Chadema na kuchukua hatua kali ikiwemo kukifuta iwapo kitabainika kukiuka sheria na kanuni za vyama vya siasa. Lungwana ametoa kauli hiyo akidai chama hicho kimekuwa kikikiuka taratibu za kisiasa na maelekezo ya mamlaka husika. Au Chadema kwa ujumla ni chama cha wauni, chama ambacho hakina misingi ya kiuongozi, hawazingatii misingi ya kiuongozi, hawazingatii misingi ya kikanuni, taratibu na sheria. Na ndio maana ni ngumu sana kuona Chadema hata siku moja kwamba kitakuja kuaminiwa kuongoza nchi au kuchukua madaraka makubwa katika nchi. Utajiuliza hata kile ambacho kimetokea kwa Bawacha hawa, kitu ambacho wamekifanya, ule ni uhuni kwa sababu akizungumza leo Machi 12 mwaka 2026 kufuatilia tukio lililohusisha wanawake wa Bawacha, Lungwana amesema kuwa baadhi ya shughuli za kisiasa zinazofanywa na chama hicho zinaweza kusababisha taharuki katika jamii na kuleta mvutano na vyombo vya dola, hususan jeshi la polisi, na ameongeza kuwa viongozi wa chama wanapaswa kuzingatia sheria, taratibu zilizowekwa ili kulinda amani na utulivu wa nchi. Akamalizia akisema kwamba kutokana na hali hiyo, mwanaharakati huyo amesisitiza kuwa vyama vya siasa vinapaswa kuendesha shughuli zao kwa kuzingatia sheria, maadili ya kisiasa na mshikamano wa kitaifa. Alisema hatua za kisheria zinapaswa kuchukuliwa pale ambapo chama chochote kitadhibitika kukiuka kanuni ili kuhakikisha amani na utulivu wa taifa unaendelea kulindwa. Sasa msikilizaji, bwana huyu anazungumzia kisa kile kilicho wajumuisha wanawake wa Bawacha na tukio lile la kanisani ambalo lilielekea polisi kuweza kutupa mabomu kwenye eneo la kanisa, wakijaribu kuwarushia vitoa machozi hawa wanawake wa Bawacha. Hebu sasa tuangalie swala hili msikilizaji kwa upande mwingine. Msikilizaji, bwana huyu anasema kwamba uongozi wa chama hiki cha Chadema umeruhusu matukio ambayo hayafai kufanyika na wanachama wake, lakini pia amesema kwamba chama hakijaweza kudhibiti jinsi matukio ama mipango ya chama yanafanyika. Katika kifungu chake cha kwanza hichi amesema kwamba anamtaka msajili wa vyama vya siasa kuangalia kwa karibu mwenendo
wa chama hichi cha Chadema na kuchukua hatua kali, ikiwemo kukifuta iwapo kitabainika kukiuka sheria na kanuni za vyama vya siasa. Sasa kati ya makosa aliyoya point out ama aliyoyaashiria yalitokea hapa ni kwamba baadhi ya shughuli za kisiasa zinazofanywa na chama hicho zinaweza kusababisha taharuki katika jamii na kuleta mvutano na vyombo vya dola, hususan jeshi la polisi. Ameongeza kuwa viongozi wa chama wanapaswa kuzingatia sheria na taratibu zilizowekwa ili kulinda amani na utulivu wa nchi. Sasa bila shaka anazungumzia tukio lile la wanawake wale wa Bawacha ambao walishambuliwa. Msikilizaji, sasa hebu tujaribu kufikiria kama watu ambao wanatumia akili. Inakuwaje ni jambo la chama kwamba polisi walitumia vibaya nguvu zao? Kwa sababu cha msingi kwanza tufikirie hivi. Wanawake hawa waliingia katika eneo la kanisa pengine kwa ajili ya kujikinga ama kwa sababu ilitokea kwamba ndio eneo lililokuwa karibu hapo. Na sasa kulingana na Askofu Msonganzila alisema siku ya jana kwamba wanawake hawa kipindi wanataka kuondoka kanisani walisema wanaogopa kutoka kwa sababu wameambiwa kuna polisi wamejificha pembeni wanawasubiri watoke wawapike. Sasa polisi wamekwenda katika eneo la kanisa wakajificha pembeni, wakawasubiri wanawake wale wakitoka, wakawarushia mabomu. Baada ya kuwarushia ikabidi wamerudi kwenye eneo lile la kanisa ili kujikinga ama kukwepa kufikiwa na mabomu yale yaliweza kurushwa na mapolisi. Iwapo ilivyo sasa hivi, chochote kinaweza kutokea, kwa sababu tumeshuhudia watu wakipigwa marisasi wamekufa na hakuna kitu kimeweza kutokea. Kwa hivyo unaposikia kwamba kuna moto, ni rahisi kutoroka, kujikinga, ndio kitu cha kwanza unaweza kukifikiria. Sasa polisi hawa wakayarusha mabomu kwa ajili ya kuwafikia wale wanawake. Nafikiria kwa utaratibu mwingine, ikiwa jeshi la polisi unaweza kuingia pale ukasema hapana, hapa kuna watu ambao tunawahitaji, wana hatia hii na hii na tunahitaji kuwakamata, inaruhusiwa, na ukamataji unafanyika kwa njia ambayo ni freshi, njia ambayo imeruhusiwa kikatiba ya kujitambulisha. Unasema bwana, mimi ni polisi, nipo hapa kwa sababu kuna watu wameharibu kitu fulani ama kuna makosa fulani yametokea na nipo hapa kwa ajili ya kuwakamata hao. Inaruhusiwa, sio mpaka uweze kurusha mabomu. Ukirusha mabomu inamaanisha uko tayari kuumiza. Yaani ni kama kuna vurugu tayari limetokea, unataka kuangalia vile litakapoweza kutibiliwa, lakini kulikuwa na watu waliojificha. Mabomu ni ya nini hapa? Sasa kulingana na bwana huyu amesema kwamba baadhi ya shughuli za kisiasa zinazofanywa na chama hicho zinaweza kusababisha taharuki katika jamii na kuleta mvutano na vyombo vya dola. Msikilizaji, mkutano unapofanywa, chama kinakuwaga kimetaarifu ama kimeweka taarifa tu pembeni, wakasema kwamba tutakuwa na mkutano hapa ama kuna kile na kile kitakuwa kinafanyika. Lakini kwa sababu ya serikali ya CCM kuona kwamba upinzani unaanza kufanya vitu ambavyo havifurahishi, wanatumia jeshi la polisi kuhakikisha kwamba kile hakifanyiki. Kwa hivyo kulingana na mimi siwezi kuona kwamba kulikuwa na tatizo lililosababishwa na uongozi wa chama cha Chadema, lakini kulikuwa na tatizo lililosababishwa na polisi. Kwa sababu polisi wangeweza kufanya vizuri. Police can do a better job by kuhakikisha kwamba wanafanya ukamataji wao rahisi. Wanafanya kuwatawanya watu ikiwa wanahitaji kuwatawanya watu
ikiwa ni jambo chepesi, lakini unapowasha moto unazua taharuki. Aliyekuwepo na asiyekuwepo wote wanatorokea maisha yao, kwa sababu haujui moto utakapotoka utapata nani. Sasa taharuki walozua ni polisi, lakini kulingana na bwana huyu amesema kwamba shughuli za kisiasa zinazofanywa na chama hicho zinaweza kusababisha taharuki katika jamii na kuleta mvutano na vyombo vya dola, hususan jeshi la polisi. Na ameongeza kuwa viongozi wa chama wanapaswa kuzingatia sheria na taratibu zilizowekwa ili kulinda amani na utulivu wa nchi, ambacho nafikiria bila shaka wanakifanya kwa sababu wanatoa taarifa sema kwamba tutakuwa na mkutano siku fulani. Kwa hivyo ikiwa polisi ama jeshi la polisi litahitaji kuhusika ni kwa sababu ya kuleta usalama, lakini sio kwa sababu ya kuweza kuhakikisha kwamba kikao hicho hakifanyiki ama kikao hicho hakifanikiwi. Hapo sasa kunakuwa na mvutano, kwa sababu jeshi la polisi linafaa kuwepo kwa sababu ya kuhakikisha kwamba wanahakikisha kwamba kuna usalama na hakuna matukio ya kushtua yanatokea. Watu wanafanya mikutano yao wakiwa salama, wakiwa protected na inaisha vizuri. Lakini kitendo cha jeshi la polisi kutokea na kuhakikisha kwamba mkutano haufanyiki ama kuhakikisha kwamba hawafanikiwi kukifanya kile walikuwa wanahitaji kukifanya, bila shaka kinaleta uchungu wa upande wa pili, na sasa hapa vita bila shaka vitashuhudiwa. Na jambo hilo sio jambo ambalo linatokana kwa sababu ya viongozi wa chama fulani, ni jambo ambalo linatokea kwa sababu kumekuwa na tofauti ya maelewano. Maana tunapoelewa kikatiba kwamba polisi, njoo katika mikutano yetu, tupeni usalama, hakikisha kwamba mikutano yetu inafanikiwa na tuko salama. Lakini polisi mnapotokea kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mikutano yetu haifanyiki, na kikatiba tumeweza kusema kwamba tutafanya mkutano huu na inapaswa mtupatie security, lakini hamfanyi hivyo, bila shaka inaleta uchungu katika sehemu zote mbili, na sasa kunashuhudiwa taharuki. Msikilizaji, karibu katika kituo chetu, endelea kutia subscription na endelea kutufuatilia. Tupo hapa kila siku kuhakikisha kwamba tunakufahamisha na tunakusogeshea karibu taarifa zinazoweza kuendelea kutokea. Jina langu ni Presenter Guton, zidi kutufuatilia, tuzidi kufahamishana.